Na mtazamaji wa Trend TV bwana, kama umekutana na hizi habari kuhusiana na issue ya Mheshimiwa Waziri Gwajima kuingilia kati sakata zima la malalamiko ambayo watu wengi sana walikuwa wanayatoa kumhusu Uncle T, na ukawa hujui kwamba imeanzia wapi imeishia wapi bwana, leo tuko na full detail, lakini kwa sasa hivi tunataka kwanza tuzungumze chanzo cha haya yote kutokea. Bwana, kama unavyofahamu ni kwamba Uncle T bwana ni moja kati ya socialite, ni watu ambao wako na umaarufu mkubwa tu huko katika mitandao ya kijamii. Uncle T bwana amekuwa ni moja kati ya wafanyabiashara ambao wanafuatiliwa sana huko katika mitandao ya kijamii, lakini pia vile vile at the same time ni kwamba Uncle T amekuwa na vihoja huko mitandaoni vya kuchambana na baadhi ya watu ikiwemo wadada kadhaa, lakini yeye ni jinsia ya kiume, lakini ndio vile tena watu wengine wanasema kwamba ni mtu wa upinde. Sasa kutokana na hizo tabia kukithiri huko mitandaoni ni kwamba watu wengi sana walikuwa wanamtagi Mheshimiwa Gwajima akiwa yeye ni waziri wa jinsia, wanawake na makundi maalum au na maendeleo ya kijamii kwa ujumla. Ni kwamba walikuwa wanamtagi kuhusiana na mmomonyoko wa maadili kutokana na baadhi ya vitendo ambavyo Uncle T anavyovifanya huko mitandaoni. Kutokana na kwamba anadai kwamba vijana wengi sasa hivi wamekuwa na access ya mitandao ya kijamii. Sasa wakikutana na baadhi ya vitu ambavyo Uncle T anavyovifanya huenda vikachochea zaidi mmomonyoko wa maadili kwa vijana hao huko baadaye. Kwa hiyo watu wengi sana kiukweli walikuwa wanaenda kucomment katika page ya Mheshimiwa Gwajima. Kwa mfano hapa kuna mdau anaitwa Tony Sepeko ameandika kwamba bwana mama, kifupi ni kwamba jamaa huyu ni mtu wa upinde, sema labda sheria ya kukamata watu wa namna hii haipo Tanzania. Huyu jamaa amekuja kucomment hivyo, lakini pia Mheshimiwa Gwajima akaja akajibu akasema kwamba sheria ipo, inataka upeleke inataka sheria ipo ya kukamata watu wa namna hiyo, lakini inatakiwa upeleke kielelezo cha kitendo. Haya sasa, nenda peleka. Kwa hiyo Mheshimiwa Gwajima bwana aliweka hilo swala wazi kwamba sheria ya kukamata hivyo vitu ipo, lakini lazima uwe na kielelezo cha hicho kitendo. Umeona bwana Kwa hiyo pia vile vile kupitia ukurasa wake wa Instagram, Mheshimiwa Gwajima pia alikuwa akiendelea kulifanyia kazi hilo swala, kwa sababu ni vitu ambavyo vilikuwa vinaonekana hata mitandaoni. Na kama unavyoelewa bwana, Mheshimiwa Gwajima huaga hapotezi muda, halazi damu. Kwa hiyo watu mbalimbali wakawa wanafuatilia kuona hili sakata la Uncle T litaishia wapi kwa Mheshimiwa Gwajima. Na hapa kuna ujumbe ambao Mheshimiwa Gwajima bwana aliupost hapa, akasema kwamba akaandika kwamba bwana waziri wa maendeleo ya jamii kuna ujumbe hapo umepostiwa, akaandika kwamba waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum Dr. Dorothy Gwajima amemwagiza mtumiaji wa mitandao ya kijamii anayefahamika kwa jina la Uncle T kufika mbele ya Baraza la Sanaa la Taifa BASATA ili kujieleza kufuatia tuhuma mbalimbali kutoka kwa jamii zinazodai kuwa anavunja maadili. Dr. Gwajima ametoa agizo hilo mnamo tarehe 4 Oktoba mwaka huu 2025 kupitia ukurasa wake wa mtandao wa Instagram Gwajima, ambapo alianza kwa kueleza kwamba ndugu wanajamii wa mitandao mnaonitumia hoja nyingi kuhusiana na shughuli za mnayemuita Uncle T, madai yenu ni kwamba hazina maadili, hazina maadili na zinaharibu vizazi, na kwamba mara nyingi husemekana kwamba sikemei. Hivyo basi nimeliona jambo hili ni muhimu kushughulikiwa. Akaendelea hapa Mheshimiwa Gwajima kusema kwamba aidha waziri Gwajima alisema kwamba amepitia ukurasa wa Instagram wa mtumiwa Uncle T na kujionea machapisho mbalimbali ikiwemo matangazo yanayoonyesha akiwa amevaa nguo za kiume, wakati mwingine amevaa nguo za kike licha ya yeye kuwa ni mwanaume. Amefafanua kuwa swala hilo linapaswa kupata mwongozo kutoka katika wizara yenye dhamana ya sanaa na utamaduni, kwa kuwa maadili ni zao la mila na tamaduni, na wizara hiyo ndiyo yenye vyombo vya kisheria vinavyosimamia wasanii, filamu na kazi za sanaa kwa ujumla.
Aidha pia vilevile ameeleza kuwa iwapo kama Anko T atabainika kuwa na hoja za kujibu, hatua zaidi zitawekwa wazi, zitaendelea kuchukuliwa na Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, yani kwa kudhibiti machapisho yake, Wizara ya Viwanda na Biashara kwa kudhibiti biashara zake, Wizara ya Mambo ya Ndani kuchunguza tuhuma hizo dhidi yake, na hatimaye Wizara ya Katiba ya Sheria kupitia mahakama kwa ajili ya kutoa uamuzi wa mwisho. Lakini pia vilevile Dr. Dorothy Gwajima amethibitisha kwa kueleza kuwa lengo lake ni kutoa changamoto au kutoa mchanganuo wa namna ya kushughulikia malalamiko mbalimbali yanayoletwa na wananchi, ili jamii ielewe kuwa si kila hoja inahusu Wizara ya Maendeleo ya Jamii pekee. Lakini pia vilevile ni kwamba ameahidi kuendelea kutoa elimu juu ya taratibu za kisheria na kiutawala zinazopaswa kufuatwa ili wananchi waweze kushiriki ipasavyo katika ujenzi wa jamii imara inayozingatia sheria, kanuni na maagizo ya nchi. Mwisho, Waziri Gwajima amewasilisha hoja hiyo Wizara ya Sanaa Tanzania ili wachukue hatua stahiki. So hivyo ndivyo mambo yalivyo, lakini pia vilevile of course BASATA on the spot bila kupoteza time wakamuita kijana Anko T aweze kuwasili pale. Kwa hiyo wakapost wakaandika kwamba wito wa kufika BASATA, wakamtag pale Anko T. Na Mheshimiwa Gwajima naye pia akapost hiyo post ya BASATA katika ukurasa wake wa Instagram, akaandika kwamba bwana, wito wa Anko T kufika BASATA watimia. Asanteni sana BASATA kwa ushirikiano ambao mmekuwa mkitoa wakati wote mnapohitajika ili kutoa uwajibikaji wenu kwenye kulinda maadili, kujibu, kufafanua na kuelimisha jamii ya makundi mbalimbali. Naamini huyu Anko T basi ataitikia wito huo pasipo na changamoto yoyote ile isiyo ya lazima. So hivyo ndivyo mambo yalivyo na hivyo ndivyo sakata lilipoanzia mpaka sasa hivi ilipofikia. Lakini pia Anko T ameshaitikia wito, ameshawasili pale BASATA, na tutakupa full update kuhusiana na yeye mwenyewe pia alichokizungumza Anko T on the next video. Lakini kwa sasa hivi weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia vile vile hakikisha bwana una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.